Some say. Kama unapenda Yesu sema amen. 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 Kama unapenda Yesu shangilia. Amen. Amen. Tunashukuru Mwenyezi Mungu. Let's continue to give thanks to the Lord. Kupatia nafasi hii. Na vile vile acha nishukuru viongozi wa kanisa. I'd like to also thank the leaders of the church. Kwa kunipatia nafasi hii. To give me this place. Na vile vile just as well. Nashukuru I'd like to thank wewe ambao uliyechukua muda wako ili uwe mahali hapa kwa siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu mshangilie Bwana tena. Nafikiri wiki iliyopita tulikuwa tunasherehekea nini jamani, mtukumbushe. Yes. Umemaliza kusherehekea Pasaka wewe? Umeshamaliza kusherehekea Pasaka? Tunaendelea kabisa. Sasa kwa sababu tumekubaliana tunaendelea kusherehekea Pasaka, leo nitakuambia kuhusu zile siku 40 ambayo Yesu Kristo baada ya kufufuka aliishi hapa ulimwenguni kabla ya kupaa kwenda mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunakubaliana kama aliishi siku 40 hapa kabla ya kupaa mbinguni? Bwana Yesu asifiwe jamani. Amen. Sasa leo nitakuongelea kuhusu sitakuongelea kuhusu nini amefanya mwanzo siku 40. Nitakwambia vituko ambavyo vimetokea kwa hiyo siku 40. Amena. Amen. Siku ya Mungu iliyopita Yesu alifufuka. Tunakubali hivyo? Kama unakubali mshangilie Bwana. Amen. 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 Hizi siku 40 Yesu alitokea wanafunzi wake zaidi ya mara moja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nitakuongelea kuhusu hizo mara zenye alitokea na alitokea nani kwa hizo mara zenye alitokea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So Yesu Kristo alitokea wanafunzi, alitokea watu zaidi ya mara moja kabla hajapaa kwenda wapi? Mbinguni. Sasa kwa siku ya leo tutaongelea kuhusu hiyo, lakini hatutaongelea kuhusu nini alifanya. Tunaelewa jamani? Yes, hiyo ni mahubiri mengine. Wanatuambia kusema ya kwamba Biblia inatuambia, kabla tuyafikia kule, nitakuuliza swali. Tunajua kwamba Yesu Kristo aliambia wanafunzi wake, enendeni Yerusalemu mkasubirie Roho, sio vile? Lakini swali linakuja sasa, kabla ya Yesu hajapaa kwenda mbinguni, je, wanafunzi wake walijazwa na Roho Mtakatifu? Siongelee kabla ya Yesu hajakufa, naongelea zile siku 40. Tunaelewana zamani? Siku 40 baada ya Yesu kufufuka. Kila mtu anaelewa swali au nirudie? Baada ya Yesu kufufuka, kabla hajapaa kwenda mbinguni, aliambia wanafunzi wake, enendeni ulimwenguni, enendeni Yerusalemu mkaisubirie Roho Mtakatifu. Aliita msaidizi, sio vile jamani?
nitawatumia msaidizi I will send you a helper ambaye atawasaidia kufanya kazi. who will help you to do the work. Kabla Yesu hajapaa, Before Jesus, mwa zile siku 40, in those 40 days, je, wanafunzi wake his disciples, walipata nafasi ya kuingiwa na Roho Mtakatifu kabla hizo siku? they get the Holy Spirit before those days? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunapata hapana hapa. You gotta know. Wengine hatujibu. Others you don't answer. Mama mchungaji anatuambia mpaka zile siku zilitimia, siku 50, Roho Mtakatifu ikashuka kama kisi Mungu alivyowaagiza. Kuna mtu mwingine anajibu tofauti? Inamaanisha tunakubaliana na yeye mama mchungaji amesema? Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Au kwa mtu mwenye kuelewa swali? Awele swali So swali ni hivi, baada Yesu alifufuka. So kuanzia siku ya Mungu iliyopita Yesu amefufuka. Sunday Jesus resurrected. Siku ya 40 akapaa. Sio vile. Mwa ile siku ya 40, ile siku ya 40 aliambia wanafunzi wake wafanye nini? Waende wasubiri Roho Mtakatifu, msaidizi. Niko naongelea mie kabla hajapaa, lakini baada ashafufuka. Hizi siku 40. Ndio niko naongelea. So inamaanisha tangia siku ya Mungu mpaka siku 40 kabla hajapaa kwenda mbinguni. Ndio swali yangu inakuwa, je, walipata Roho Mtakatifu? Okay. So wewe unaendana na mama mchungaji sasa alikuwa anasema naye. So hakuwa Roho Mtakatifu wenyewe hawakujazwa na Roho Mtakatifu mpaka siku yenyewe Roho Mtakatifu ilishuka kama gisi Mungu alifanya, Yesu Kristo aliwaahidia. Amen. Amen. Okay. Sasa ingine swali nakuja. Another question is, tutapata majibu ya hizo zote. Usani kama tutapata jibu kufuatana na Biblia inatuambia nini. we will get the answer according to the Bible. Amen. Amen. Sasa na ingine nayo kuja ni kusema ya kwamba Another question is, niliwaambia nitaongelea kuhusu Yesu aliwatokea wanafunzi na watu zaidi ya mara moja. I told you I'll be talking about Jesus appearing to disciples and other people more than one time. Sasa swali nakuja. The question is, Je, zile turu ya kwanza na turu ya pili the first time and the second time, alitokea wanaume au wanawake tu au wote? to the woman or the man or both? Turu ya kwanza na ya pili alitokea wanafunzi. He came to the disciples. Je, alitokea wanawake, wanaume, alitokea watu wote? Did he appear only to the woman or everybody? Au ni turu moja, ile turu ya kwanza? Or just the first time? Nikiongelea turu ya kwanza inamaanisha ile saa mara ya kwanza yeye kuonekana kwa mtu, yeye kutokea watu. When he came to someone, Alitokea wanawake, alitokea wanaume, alitokea watu wote. or man or everyone. Malaika akamwambia hayuko tena, alishaenda. Ameshaenda. Wakati yuko wanaenda, Yesu akatokezea wale wamama. Akawaambia wende mkaambie wa ndugu zenu kwamba tutanane Galilaya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Fuatana na mchungaji anasema kama ni mara pili hiyo. Alitokea wanawake mara ngapi? Mara pili. To the woman 2 times. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mara moja tu malaika ndio alikuwa. Kwa malaika ndio alikuwa wa So kwanza. the angel was first. Kisha wakati wako naenda kurudia, On their way back. Yesu ndio akawatokezea wale wanawake wakati wanarudia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ingine swali linakuwa, Another question is, tunamjua James. Tunamta James mswali nani? Jacob. Yakobo. James. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunamjua Yakobo ndugu yake ya Yesu Kristo. Do we know James the friend of Jesus? Swali linakuja, The question comes, ka Yesu alimtokea yeye peke yake? did Jesus only appear to James himself? James. Niko nauza James. Swali ni kuhusu Yakobo tu. Ka Yesu alimtokea Yakobo peke yake? Did Jesus only appear to James alone? Twende sasa tupate majibu. Bwana Yesu asifiwe. Let's get the answers. Twende tuangalie Biblia inatuambia nini. Let's see what the Bible says. Tulianzia, je, We started wanafunzi wa Yesu walipokea Roho Mtakatifu Did the disciples of Jesus receive the Holy Spirit? kabla Yesu Kristo hajaenda?
before Jesus was taken up to heaven. Yohana John sura 20:22. Kama kuna kuwa mtu ako tayari tusomee 20:22. 22. Yes, tusikilize kwa makini jibu ya ile swali ya kwanza nimeuliza iko hapo. This is the answer of the first question. Ndio. Yohana 20:22. Asante sana mtumishi wa Mungu. Wowote mtakao waondolea dhambi wameondolewa. 20:22. Yes, Yohana. Wowote mtakao fungia dhambi wamefungiwa. Tuendelee. Walakini mmoja wa wale tenashara. Ukasoma Yohana? Ndio. Okay. 20:22. Sawa? Tuendelee. Lakini mmoja wa wale tenashara, Tomaso aitwaye Pacha, hakuwako pamoja nao alipokuja Yesu. Basi wanafunzi wengine wakamwambia, tumemuona Bwana. Akawaambia, mimi nisipoziona. Yohana 20:22. Ndio. Uanze ku 22 tena tuone. Kwa sababu nishafungua na maktabu yangu. 22 ya. Naye akiisha kusema hayo. Yeah, njoo hapo. Karibu, asante sana. Akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Pokeeni Roho Mtakatifu. Wowote mtakaoondolea dhambi wameondolewa. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alimaanisha nini pale? What did he mean at that moment? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu Kristo Jesus Christ aliwaambia pokeeni Roho Mtakatifu. received the Holy Spirit. Na jinsi Biblia jinsi ametusomea pale, The way that he read at the Bible. mpokee Roho Mtakatifu. It says receive the Holy Spirit. Akuambia sema msubirie mpaka Roho Mtakatifu atakuja. It doesn't say to wait. Aliwapatia Roho Mtakatifu kwanza pale. He gave them the Holy Spirit right there and then. Hii ni wakati yenyewe kabla hajapaa kwenda mbinguni. It's before he sent them to heaven. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kabla hajapaa mbinguni, Before he was taken up to heaven, alipatia hao wanafunzi wake Roho Mtakatifu. he gave his disciples the Holy Spirit. Na kupitia Roho Mtakatifu And through the Holy Spirit, akawaambia kwamba watafanya kazi. he told them they would do work. Watafanya kazi mkubwa. They would do a big job, a big work. Hii haikuwa ile ya kuambia baende wasubirie Yerusalemu. This wasn't him telling them to go wait in Jerusalem. Hii ingake tu ile saa kabla na watokea kabla hajaenda yapaa This is when mbinguni. he was appearing before he was taken up to heaven. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Turu ya kwanza, Yesu Kristo baada ya kukufa, The first time after his birth, baada ya kufufuka, after his resurrection, alitokea Maria Magdalena. he appeared to Mary Magdalene. Tutaanzia pale pale ku 20, tuko hapo hapo. We'll continue on Yohana 20 John 20, kuanzia pale kumoja 1. mpaka 11, lakini tutaenda ni mingi hiyo kusoma yote. It's a lot to read. Hiyo yote ni mingi kusoma yote. That's a lot to read. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukishasoma hiyo When you read that, Yohana sura 20 when you read John 20, kuanzia pale 11, kuanzia pale 1 mpaka 11 starting 1 until 11, na ile 1 mpaka 18. until 1 until 18. So hapa kuanzia tu Yohana 20 ndio inaongelea kuhusu Yesu Kristo Starting in John 20, baada ya kukufa, wakati anafufuka. after resurrection, Na nini limetokea? what happened? Amena. Amen. Yohana anatuambia kama amemtokea Yesu Kristo. Nani? Amemtokea Maria Magdalena. John tells us that he appeared to Mary Magdalene Turu ya kwanza. the first time. Mtusomee, msomaji wote atusomee tu ile 11 na tuambia nini? Let's read John 20:11. 11 Yohana. Yeah. Lakini Mariamu alikuwa akisimama karibu na kaburi nje yake, analia. Basi akilia hivi, aliinama na kuchungulia ndani ya kaburi. Amen. Tuendelee. 12. 12. Akaona malaika wawili Akaona malaika wawili wenye mavazi meupe
wenye mavazi meupe, malaika wawili wenye mavazi meupe. Tukumbuke hiyo namba, wa malaika wawili wenye wanavaa mavazi meupe kama theluji. Wameketi. Yes. Mmoja kichwani na mwingine miguuni. So inamaanisha umoja alikuwa anaikaa Yesu alikuwa anamlisha Yesu kungambo ya miguu, mmoja alikuwa anaikaa na mmoja alikuwa anaikaa kungambo ya kichwa. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja jameni? Ndio. So kwenyewe walikuwa wanamlaza Yesu mwaile kaburi. Huku juu huku kichwa malaika mmoja alikuwa anaikaa na huku miguu malaika mwingine alikuwa anaikaa. Karibu tuendelee, asante sana. Hapo ulipolazwa mwili wake Yesu. Yes. Nao wakamwambia, wale wa malaika wawili wakamwambia, mama, unalia nini? Yes. Akawaambia, kwa sababu wamemuondoa Bwana wangu, wala mimi sijui walipomweka. Ndio. Naye akiisha kusema hayo, akageuka nyuma, akamwona Yesu, asijue ya kuwa ni Yesu. Amen. Asante sana. Wa malaika wawili na Yesu Kristo. Zengine zengine injili zinaongelea kwamba ule mtu alikuwa anafanana kama mtu wa kushughulikia ile fasi ya kaburi. Kufuatana na manguo alikuwa anavaa Yesu Kristo, ukimuona unadhani kama ni mtu wa kushughulikia fasi ya kaburi. So wakati yenyewe ufafanuo akili imemwingia Maria, akatazama kuangalia, kumbe ni Yesu Kristo huyu hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hii ndio mara ya kwanza Yesu anatokea mtu. Alimtokea nani? Maria Magdalena. Sio tu Maria, para mama yake ya Yesu, Maria Magdalena. Tunamkumbuka Maria Magdalena. Huyu ndio yule mama ambaye Yesu Kristo ametoa mapepo mkichwa yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu ndio mama ambaye alikuwa na mapepo. Yesu akamponya. Kupitia ile akakuwa mfuasi wake na yeye, akakuwa anamfuata kila fasi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baada ya hiyo alitokea wale wanawake wote. Baada ya hiyo alitokea wanawake sawa wengine wote. Tusome katika kitabu cha Mathayo 28 pale 8 hadi 10. Ndiyo, asante sana. 8 hadi 10 Biblia inasema hivi. Wakaondoka upesi kutoka kaburini kwa hofu na furaha nyingi, wakaenda mbio kuwapasha wanafunzi wake habari. Na tazama, Yesu amekutana nao akisema, salamu. Wakakaribia, wakamshika miguuni, wakamshujudia. Amen. Na mwisho, kisha Yesu akawaambia, Siogope. Enendeni mkawaambie ndugu zenu, waende Galilaya, ndiko watakaponiona. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama unaweza tusomea kumwanzo ili wajue wanani wako naongelea pale. Hako naambia wanani. Hako naambia wanani waende. Ndio. Hata sabato ilipokwisha asubuhi, siku ya kwanza ya juma, Maria Magdalena na Maria mama yule wa pili walikwenda kuitazama kaburi. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So baada wameshatoka kule, wanaanza elekea Maria Magdalena. Yesu Kristo ashamtokea, anawaambia news, Yesu Kristo amemtokea. Wakafurahi, wanaanza rudia sasa. Munjia nayo Yesu Kristo anawatokea nayo wote pamoja. Amen. Wanawake wote pamoja wakafurahi. Akawaambia nini? Mwende mwambie wengine wote wanafunzi yale ambayo yametokea kwa sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
Mara ya tatu ambayo Yesu Kristo alitokea wanafunzi. The third time Jesus appeared to Sasa the disciples. hii tushatoka kusoma hapa, tushatoka kuongelea mara ya kwanza, mara pili, ishajibia ile swali. We've already talked about the first and second time he appeared. Swali ya pili ilikuwa kusema kwamba je, Yesu alitokea wanawake kwanza, wanaume au wote kwa saa The moja? question was, did he appear to women and men or all of them at the same time? Kufuatana na kisi tushasoma, According to what we have read, mara ya kwanza na mara ya pili the first and the second time, alitokea na wanawake tu. he just came to the women. Amena. Amen. Wanawake kipaumbele. Bwana Yesu asifiwe jamani. Amen. Tuongeleza mara ya tatu Yesu alitokea wanani? Let's also talk about the third time he appeared. Yesu Kristo alitokea wanafunzi, He appeared to his disciples. sio wanafunzi wote. And not all his disciples. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wanafunzi ambao walikuwa wanaenda Emau. It's the Bwana Yesu asifiwe. Hakutokea wanafunzi wote, alitokea wanafunzi walikuwa wanaenda wapi? Emau. disciples, those disciples that were headed. Swali linakuja kabla tutasoma hii fasi. The question comes before we ask, Je, Yesu Kristo did Jesus Christ na ile mwili ya utukufu ya baada ya kufufuka and his holy body after resurrection, alikula chakula ya wanadamu? did he eat food of humans? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hajapaa kwenda mbinguni, muelewe swali yangu. Hii ni baada ya kufufuka na ile mwili ya utukufu wako nayo. And the holy body that he had. Je, amekula chakula ya wanadamu? Did he eat the food of humans? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuangalie Biblia inatuambia nini. Tuende katika kitabu cha Luka 24 kuanzia pale 13 mpaka 35. Luke 24:13-35. Yes. Luka 24 tunaanza hapo. Ndiyo, asante sana. Biblia inasema hivi. Hata siku ya kwanza ya juma, Tuanzie 13. Let's start with 13. Ndiyo, asante sana. tazama siku ile watu wawili miongoni mwao Watu wawili miongoni ya wanani? Ya wanafunzi. walikuwa wakienenda kijiji kimoja. Jina lake Emau. kilichokuwa mbali Ema na sisi. Yerusalemu. Kama Yeah. mwendo wa saa 2. Tuendelee. Tunaendelea ili tupate jibu ili tupate jibu. Je, Yesu Kristo alikula chakula au kukula chakula baada ya kufufuka hapo? He did eat the food after resurrection. Nao walikuwa wakizungumza wao Wao kwa wao walikuwa wanazungumza wao wenyewe. habari za mambo hayo yote Munjia wako nasimulia kuhusu yenyewe ilitokea kwa Yesu Kristo. yaliyotokea. 15. 15. Ikawa katika kuzungumza na kumaliziana kwao, Yesu mwenyewe Yesu akawatokea. alikaribia, akaandamana nao. Imagine. Endelea. Macho yao yakafumbwa Hawakuwa namuona kama ni Yesu. Wanatembea na mtu lakini hawaona kama ni Yesu. wasimtambue. Yes. Wakamwambia, Wako namuongelesha. ni maneno gani haya unayosemezana hivi unapotembea? Wako na wauliza yeye na wamjui kama ni Yesu, wako na wauliza. Wakasimama, Wakasimama. wamekunja nyuso zao. Akajibu mmoja wao, jina lake Kleopa akajibu, akamwambia, je, wewe peke yako mgeni katika Yerusalemu? utusikie. Wanadhani kama ni mtu mwenyewe anakuja kutembea tu, hawajui kama ni Yesu Kristo. Hata uyajui yaliyotukia huko siku hizi? Ndiyo. Akawauliza, Yesu Kristo huyo. mambo gani? Wakamwambia, mambo ya Yesu wa Nazareti, aliyekuwa mtu nabii, mwenye uwezo katika kuenenda na kunena mbele za Mungu na watu wote. Amen. Tena jinsi wakuu wa makuhani na wakubwa wetu walivyomtia katika hukumu ya kufa. Bako na mwanadisia Yesu hivi vilitokea. Nakwambia. Siendelea. Wakamsulubisha. Yep. Nasi tulikuwa tukitumaini ya kuwa yeye ndiye atakayewakomboa Israeli. Sema sasa. Zaidi ya hayo yote, leo ni siku ya tatu sasa. Leo ni siku ya tatu, angepasha kufufuka. Tangu alipoendeka na mambo hayo. Tena wanawake kaza wa kaza wa kwetu
waliokwenda kaburini. Ya, wanaanza ongelea wale wamama wenyewe Yesu aliwatokea Asubuhi na mapema. Yes. Wasiuone mwili wake. Asione mwili wake, alikuwa shapaa. Wakaja wakasema ya kwamba wametowekwa na malaika waliosema kwamba yu hai. Yu hai, malaika akasema yu hai. Na wengine waliokuwa pamoja nasi walikwenda kaburini wakaona vivyo hivyo. So, wamoja walienda kaburini kwenda kushuhudia venye yule mwanamke alimwambia kama Yesu haiko tena pale mwili wake. Kama wale wanawake walivyosema. Yes. Ila yeye hakuwemo. Akawaambia, enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito ya kuamini yote yaliyosemwa na manabii. Je, haikuwapasa Kristo kupata mateso haya? Ndiyo. Na kuingia katika utukufu wake? Ya utukufu wake. Akaanza kutoka Musa na manabii wote. Akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe. Amen. Wakakaribia kile kijiji walichokuwa wakienda. Wakakaribia ile kijiji sasa, tunataka fika Efasi ya kukula. Naye alifanya kama anataka kuendelea mbele. Wakamshawishi wakisema, tusikilize sasa hapo. Kaa pamoja nasi. Kwa kuwa tumekuchwa na mchana umekwisha. Yeah. Akaingia ndani. Akamkaribisha ndani ya nyumba. Bajua kama ni Yesu. Kukaa nao. Ikawa alipokuwa ameketi nao. Alikuwa anakaa nao. Chakulani. Alitoa mkate. Nani alitoa mkate? Yesu Kristo. Akaubariki akaumega. Akawapa. Yakafumbuliwa macho yao. Na macho yao akafanya nini? Akafumbuliwa. Akamtambua kama ni Yesu Kristo. Kisha akawatokea mbele yao. Wakaambiana, je, mioyo yetu haikuwa ndani yetu hapo alipokuwa akisema nasi njiani na kutufunulia maandiko? Asante sana, tumalizie hapo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe ujiulize, Yesu anatokezea watu na wale watu hawamtambui kama ni yeye. Hii ilianza kwa nani? Maria Magdalena. Ikaenda kwa hao wanafunzi wawili. Kleopa ako mmoja wao. Hivi Kleopa ako mmoja wao. Lakini sasa kutafsiri ya Kiswahili ya Kiingereza wanasema kama ame break bread. Alikula pamoja na yao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mkitafsiri ya Kiswahili wamesema amechukua mkate akamega akawapa. Akaubariki akawapa. Mtafsiri ya Kiingereza walisema alikamata mkate wakagawanya wakakula pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So, tuamini ya wapi sasa? Which one do we believe? Tuamini ya wapi jamii? Which one do we believe? Amen. Amen. Mara ya nne Yesu tukio ya mara ya nne. The fourth appearing that Jesus Christ. Yesu alitokea Pira. Jesus Christ to Pedro. Peter. Anaitwa Simoni. Who was called Simon. Au tena jina yake nani? Cephas. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yes. Tufanye haraka. Tusome haraka kwa sababu Wakorintho wa kwanza 15:15 njoo mwenyewe anahadisia kwa kifupi. 1 Corinthians 15:5. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtume Paulo naye huyu anahadisia kwa yale yenyewe imemtokea. The apostle Peter was talking about what happened to him. 15:5. Asante sana. Ndio. Na yakuwa alimtokea Kefa. Kefa. Tena na
Amen. So alimtokea Kefa. He appeared to Cephas. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kefa ndio jina yake tena ya nani? His name is Cephas. Ya Petro na ndio tena Simoni. And also Simon. Uko na mtu mwana majina 20. One person has 3 names. Amen, amen. Amen. Ukitaka utaenda soma Luka 24, Luke 24 4, pale 34. 34. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mara nyingine Yesu akatokea Other time as Jesus appeared, wanafunzi 10. 10 disciples. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu akatokea wanafunzi 10 He appeared to 10 disciples. bila nani? Tomasi hakuwepo. Without Thomas being a part of it. Alitokea wanafunzi wengine wote lakini Tomasi He appeared to all the others. hakuwepo. Thomas. Na hiyo utaipata katika kitabu cha Yohana You will get in the book of John 20:22. 20:22. No, uanzie pale ku 20 20, 19 kwa 23. 19 and 21. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu alitokezea wanafunzi 10 Jesus appeared to 10 disciples. lakini hapana Tomasi hakuwapo. Not Thomas. Amen. Amen. So wakati Tomasi alikuja When Thomas came, wakamwadisia vile vilitokea. he came to tell him what had happened. Tomasi akasema hapana, siamini. Thomas said, I don't believe. Siamini hata kidogo. I don't believe even a little bit. Amen. Amen. Siamini hata I don't kidogo. believe even a little bit. Sasa kwa kusema mimi niamini, When he said for him to inabidi nione mwili yake, he must see nione kwenye alimpiga msumari where he na vile vyote vilimtokea, napasha mimi nishuhudie. everything that has happened, he wants to be able to see. Ukisoma pale ku 20:26 ya hiyo Yohana, If you see in 20:16, Yesu anamtokea saa Yohana peke yake. Amen, anamtokea saa Tomasi. Jesus appears to Thomas. Anamtokea Tomasi peke yake. He appears to Thomas himself. Baada ya hiyo tena After that as well, Yesu Kristo tena akatokea tena wanafunzi wake, Jesus again appeared to wanafunzi 7 his 7 ambao walikuwa wanaenda kuvua samaki. They were going to go fish. Amen. Amen. Na Petro alikuwa mmoja wao. And Peter was one of them. Tena pale pale ku Yohana 21 Right there and then at 21 of John kuanzia pale ku 1 hadi 19. 1 until 19. Yesu akamalizia pale. Jesus didn't stop there. Akamwambia Petro, He told Peter kama nataka wewe uende ufanye nini? Ulishe kondoo zangu. that I want you to go and feed my sheep. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapo katika 21:17 ndio utapata hiyo Right there in Yohana. John 17 you will find that. Na kabla Yesu yamwambia hiyo, Before Jesus told him that, huku nyuma behind there, Yesu Kristo anamuuliza, "Je, Petro, Jesus Christ is asking Peter, unanipenda?" do you love me? Alimuuliza mara 3 naye kama jinsi Petro alimkana mara 3. The way that Peter had denied him 3 times. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu alimkana Petro alimkana Yesu mara 3 Peter denied him 3 times. na vile vile Yesu naye akamuuliza Petro mara 3 Just like that, Jesus asked kama anampenda vizuri. do you love me? Baada ya hii yote After that, Petro anza mwambia, wewe unajua kama mimi nakupenda tu. Peter Kwa nini said, maswali ya "I know hivi?" that I love you. What are these questions? Kisha Yesu akamwambia, After Jesus told him "Wende to go ulishe kondoo zangu." feed my sheep. Amen. Amen now. Yesu akumalizia pale. Jesus didn't stop there. Akatokea tena wanafunzi He came to his disciples and na watu zaidi ya 500 people, zaidi ya watu zaidi ya 500. Hii utaipata katika kwa ile barua ya Wakorinto wa kwanza ya Petro said in 1 Corinthians 15:6. 15:6. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwenye anashuhudia hii ni nani? Whoever is the witness of this Mtumishi wa Mungu Paulo. is Paul. Anashuhudia kusema kwamba huyu mtu He's a witness that said that this person alitokea watu appeared zaidi ya 500 of more than 500. pale kwa Wakorinto wa kwanza 15:6. 1 Corinthians 15:6. Mara nyingine tena Yesu akamtokea ndugu yake Another time he appeared to Yakobo pale pale kwa Wakorinto tena 1 Corinthians 15. Mwana shuhudia ni nani? the one that's Ni mtume Paulo. Paul. Na kwa kumalizia And to finish,
kabla hajaenda before he goes, alikutanana na wanafunzi he met with the disciples Galilea. in Galilee Kabla hajapaa before he was taken up into heaven. alikutana na wanafunzi He met with the na njoo kwenye akawachia and that's when he left them. agano kubwa kuambia kwamba The big covenant that says, enendeni ulimwenguni go to the world mkafanye watu kuwa wanafunzi wangu. and make people my disciples. Amena. Amen. Ile inapatikana kwenye Mathayo 28:19. Found in Matthew 28:19. Sasa utajiuliza kwa nini tunaongelea kuhusu Paulo? You ask yourself, why are we talking about Paul? Ukisoma hiyo 15, If you read number 15, tofauti ya Paulo na mtu mwingine yote, Paul and anybody else, anakuambia anatuhadisia kuhusu he tells namna gani Yesu alitokea wanafunzi wake, his disciples, alitokea zaidi ya watu 500 kwa umati ya watu zaidi ya 500, in the meeting of more than 500 people, na akamalizia kusema ule Yesu mwenyewe aliwatokea wale wote, that the Jesus that appeared to all those people, njoo mwenyewe alitokea na mie Petro, nani Paulo naye. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Je, Yesu ashakutokea maishani mwako? Has Jesus appeared to you in your life? Kama Yesu ashatokea katika maisha yako, sema yes. Amen. Say yes. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Sasa kama Yesu ameshatokea katika maisha yako, ameshabadilisha maisha yako? Has he changed your life? Ameshabadili maisha yako? Has he changed your life? Na kabla wewe bado Yesu yabadili maisha yako, Jesus hasn't changed your life. ungali na nafasi ya kubadilisha maisha yako. There's still a place. Mahubiri inatoka, The preachers come out. haitoki bure. It doesn't come out for no reason. Inatoka ili kupatie wewe ile ingine nafasi It comes out to give you that time and the place. ya wewe kumrudilia Yesu For you Kristo, to come back to Jesus. na wewe kukumbuka wenyewe amekutokea And to remember that. ili wewe ubadilishe maisha yako. So that you could be able to change. Yesu akikutokea wewe, akikutokea siku ya leo, When Jesus comes to you, inapaswa kubadilisha maisha it's yako. supposed to change. Wanadamu wanapaswa kujua kama wewe hauko ule wa zamani tena. You just have to know that you're not the same. Wakati Yesu alikufa akafufuka, When Jesus died and resurrected, alitokea wanafunzi he wake, appeared to his disciples. akatokea na watu, sio tu wanafunzi He wake. also appeared to other people. Kuna katika Injili In the Bible, wanatuambia kwamba it tells us that. wangeandika kila mara yenyewe Yesu alitokea, Every single second, hatungepata nafasi ya kuiandika Biblia we yote. wouldn't have a place to write all. Wanakuambia Yesu alitokea wanafunzi wake, alitokea watu wa kila He aina, appeared to every single type of people, lakini but ile yote ilikuwa ni kusema nini? all that was to say Ilikuwa ni kuthibitisha kusema kwamba is to showcase that. na alifanya mambo mengine. And he did other things. Hii mimi niko naongea tu vile alitokea watu na basi. I'm just telling you. Amen, he ah? appeared to people and that's it. Leo mimi nakuongelea tu alitokea watu I'm just na telling you, basi. he appeared to people and that's it. Kuko mahubiri mengine There's another preaching cha kuambia sasa nini yeye alifanya to tell you what he did. kwa ile muda yenyewe ilikuwa hapa, ile siku 40. In the 40 days, Yesu Kristo alifanya nini? what did Jesus Christ do? Kwa kifupi, In short, aliongelea tu kuhusu nani? Ufalme wa he mbingu. just talked about the kingdom of Aliwakumbusha tu kuhusu nini? Ufalme wa mbingu. About the kingdom of heaven. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utajiuliza sasa kwa nini Yesu You ask yourself, why did Jesus alifufuka kwenda mbinguni pale pale? be taken up into heaven right there and then? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tulisoma hapa wanakuambia kwamba The read here says that wale wa askari walikuwa wanamlinda, the guards that were protecting walikuwa wanalinda kaburi ya Yesu. they were protecting the tomb. Walikimbia wakaenda kuambia wale wakuu wa makuhani They ran and went to go tell kusema kwamba ule bwana haiko tena pale. them that man is not there anymore. Biblia inatuambia wale wakuu wa makuhani wakawaambia nini? The Bible says, what did the high priest Mwende mseme kama ule bwana walimuiba wanafunzi yake. go tell him that the disciples are the one that took him? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwende mupeleke habari ya mubaya kusema kwamba waliiba wanafunzi yake, That he was his disciple, akufufuka. that he wasn't resurrected. Na njoo ile news inakuwa mpaka leo. And that's the news that's here. Wamingi waamini kama Yesu Kristo nini Many people akufuka. don't believe that Ni kwa sababu ya hiyo uongo yenyewe ilianziwa tangu ile muda that started to that time. na wale wakuu wa makuhani kwa ile kipindi, kwa sababu walikuwa wanapenda huyu bwana ajulikane, Because they didn't huyu want Yesu him to Kristo. know. Kupitia ile, kwa sababu ya mashaka yenyewe watu walikuwa shaanza kuwa nayo, Through the hesitation that people already have there. Yesu Kristo akasema hapana, mimi sitaenda mpaka watu wahakikishe wanione. Go until I make sure that Akaenda akahakikisha watu wakathibitisha kama alikuwa hapa, he went to go make sure that akathibitisha kama yeye alifufuka. that he
Kovi za mili zake zilikuwa zingaliki pale. Kote kwenyewe alimupiga misumari. Bado binaonesha. Akaonesha wana watu mathibitishe kama ni yeye mwenyewe alidundiwa kwenye mti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kabla ya kuenda akaacha na watuma wanafunzi yake. Enendeni ulimwenguni pote. Hayakuambia waende tu Yerusalemu tena. No. Aliwaambia muende ulimwengu fasi yote. Na njoo kwa maana sisi tumepata neema kupitia hiyo. Wanafunzi wakapeleka injili kila fasi. Hata kama matokeo ya injili ilituma maisha yao inaisha vibaya sana. Wanafunzi wa Yesu wengi walikufa mubaya sana. Wamoja walikatwa vichwa kwa sababu ya injili. Sasa wewe leo unaona injili unaanza izarau. Usionee haya injili. Biblia inatuambia hivi. Usionee haya nini? Injili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hii injili ndio inaleta wokovu kwa Wayahudi na kwa sisi wa Yunani. Bwana Yesu asifiwe. Gentile. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Wayahudi na sisi wa Yunani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wokovu umefika kwetu sisi. Wokovu wenyewe tulikuwa tunategemea. Yesu alikuja kukomboa ulimwenguni. Alikuja kukomboa wana wa Israeli. Watu wake wenyewe alipenda. Alifika hapa wakageuka, wakampatia mgongo. Walimupiga, wakamfunga, wakamuua. Lakini sasa akakamata ile injili akaipeleka fasi yote. Kwa sababu ya ile neema ambayo imepatikana siku ile, mimi na wewe tumepata ukombozi. Tuko hapa, tunafurahi, tunapeleka injili. Ukumbuke kuwa mwanafunzi, uko mfuasi wa Yesu Kristo. Alituachia hii kabla ya kuenda. Najua ya kuwa siku 40 tangu afufuke, lakini ubakie unakumbuka hii kwamba uko pale Mkristo. Kazi yako wewe ni kupeleka injili. Kazi yako ni kuleta wale ambao hamjui Yesu, walete kwa Yesu. Usionee haya injili. Kuna watu hapo nje kutoka kanisani akimuuliza uko dini gani, niko Mkristo. Anakwambia usiongee, mimi sitaki kuongelea dini yangu. Kwa sababu anaisikilia aibu. Anaionea aibu. Mungu Yesu kushatuambia nini? Ukionea aibu mbele ya wanadamu, na mimi nitafanya vile vile mbele ya Baba yangu. Amen. Amen. Bwana Yesu atubariki sana. Amen. Amen. Amen.